Kitabu kile cha Luka sura ya 2:32. Siku hizi 5 tutaangalia vizuri, na Bwana tupe neema ya kuinuka. Inawezekana umeanguka kiuchumi, unafanya biashara zako sasa hizi zimekufa, wewe umeshaangushwa, lakini kuna tumaini la kuinuka tena. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 30 ngapi? 32 hadi 38. Inasema ukianzia 28, inasema yeye mwenyewe alipompokea mikononi mwake akamshukuru Mungu akisema, sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa amani kama ulivyosema, kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako ulioweka tayari machoni pa watu wote, nuru ya kuwa mwangaza wa mataifa, ya kuwa utukufu wa watu wako Israeli. Na babaye na mamaye walikuwa wakiyastajabia hayo yaliyonenwa juu yake. 34. Kuhani Simeoni anasema, Simeoni akawabariki, akamwambia Mariamu mama yake, tazama, huyu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka wengi walio katika Israeli, na kuwa ishara itakayonenwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana asifiwe. Yesu, kuzaliwa kwa Yesu si tu kuwa mkombozi wa ulimwengu. Amina. Moja ya kilichomleta Yesu, Simeoni anasema huyu amewekwa kwa ajili ya kuanguka na kuinuka kwa wengi. Ni watesi na maadui zetu kuanguka, na wewe uliangushwa, Yesu kukuinua. Bwana asifiwe. Mpaka umeanguka huwezi kuomba tena, yupo aliyekuangusha usiombe. Yesu yupo kwa ajili ya kuanguka na kuinuka kwa wengi. Bwana Yesu apewe sifa. Kitabu cha Mithali 4:16 inasema hawalali isipokuwa wametenda madhara, huondolewa usingizi ikiwa hawakumwangusha mtu. Kwa hiyo kuzimu au mawakala wa giza kwenye vikao vyao na mijadala yao, msitaki kuijua, wana ajenda na kutuma watu au mtu, kama vile ambavyo Balaki mfalme wa Moabu aliwatuma wale wazee waende kwa nani? Kwa Balaamu, aje amlanie wana wa Israeli. Alipoona hawa wameshindwa, Biblia inasema akatuma wakuu wengine wengi zaidi, wenye cheo kuliko wale wa kwanza. Kwa hiyo akituma mmoja kukuangusha, akashindwa kukuangusha, anarudi kutoa ripoti, nimemshindwa lecho. Kwa nini umemshindwa? Wanaanza kutrack maisha yako, wanaanza kufuatilia nyendo zako, wanaanza kufuatilia maisha yako. Anaombaga saa ngapi? Huwa anafunga mara ngapi kwa juma? Anasomaga neno? Wanafuatilia. Walipomshindwa Samsoni, walitumia Delila kama chambo cha kumwangusha Samsoni. Wakasema, nenda pale ka pretend kama mke, lakini ukipeleleza asili ya nguvu zake na jinsi gani tutaweza tupate kumshinda. Ndicho anachokifanya. Bwana asifiwe sana. Watakuja kiroho, watakuja kimwili kabisa. Kuna wengine tunakuja tunaabudu nao, mnafikiri wenzetu, lakini amekuja for specific mission. Naongea na mtu, naongea haya, mnajua tulikotoka, mnajua tuliokuwa nao. Sinakumbuka tulifikiri ni wakwetu, lakini hawakuwa kwetu. Mnajua walipokuwa katikati yetu, mnajua walichokifanya, na walipomaliza walichokifanya walionekana tena? Hawakuonekana. Lakini angalia majirani, acha huko nyuma, utajua huyu mtu hakuja kwa lengo la kumtafuta Mungu. Japokuwa tulidhani kwamba ni mwenzetu, amekuja kumtafuta Mungu, alikuja kwa mission, na alipoikamilisha ile mission, hana haja kwenda kuabudu na ninyi, anaondoka. Na mjua mtu mmoja kwenye mabano alipoleta furugu hizo zileta
Nikaenda mahali pengine, tumekutana siku moja kwenye kikao cha wachungaji. Mchungaji mmoja akanifuata akamwambia, mchungaji fulani alikuwa anasali kwako. Akamwambia naam. Akasema ni yule hafai kabisa. Akamwambia what? Kuna nini? Akasema alichokifanya kwenye kanisa langu sina hamnaye. Kaniharibia watu wangu. Lele. Akasema mimi kinyamaza kimya. Lakini anakuja Bwana amesema, Bwana kanionyesha. Akasema Mungu wangu. Sasa mimi ukija kwangu mimi sio hivi. Umeelewa Ukisema Bwana amesema, lazima nami Bwana amefanyaje? Amesema. Roho ya manabii watinani. Ina unaponiambia Bwana amesema ndani yangu kukataa, hata unilazimishe, hata uondoke ondoka. Yaani mchungaji kimwambia jambo anakataa. Ananiambia no. Si kila jambo utakayoniambia brother nifanye tu kwa sababu umesema. Kigezo cha Bwana amesema. No. Walipoenda kuabudu mahali fulani wakina Paulo, Biblia inasema binti moja alikuwa na pepo wa uaguzi. Mwambie mwezo pepo la uaguzi. Lakini wanasali naye. Siku nyingi amefanya mambo anawatabiria, lakini ni pepo linalotabiri, sio Roho Mtakatifu. Paulo akijaa Roho Mtakatifu akaingia kwenye anga za kina Paulo. Akasema jamani, watu hawa ni watu wenye kulihubiri neno la Bwana, ni watumishi wa Mungu hawa. Kwani ni uongo? Si ni kweli watumishi wa Mungu? Lakini swali, nani anayeongea maneno hayo? Biblia inasema si ajabu hata shetani naye hujigeuza afanane na watumishi wa Mungu. Si ajabu. Lakini anasema mwisho wao utafanana na kazi zao. Tutaangalia mwisho wako. Wewe igiza tu kunena kwa lugha wa kishetani, igiza tu natoa unabii wako, igiza tu. Mwisho tutajua. Na mwisho wao tumeuona. Mimi ni nyeupe. Nikiamini nyeupe uweze ukanigeuza niseme hii ni nini? Ni blue, kwa sababu unaona ni nini? Ni blue. Mimi hiyo hapana, mtaniwie radhi. Ninachokiamini ni sahihi, hutakuja kuniondoa mpaka Yesu anarudi. Ndio itilafu ya wengi. Unakuja na itifaki zako na mitazamo yako. Hutanibadilisha kwa sababu mitazamo yako. Najua aliyeniita, najua nilichoitiwa, najua ninakokwenda. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa usije na mitazamo yako nije nifuate mitazamo yako. Never. Ondoka. Tuko pamoja? Hauko hapa nifuate ya kwako. Uko hapa kubeba mzigo pamoja nami, ule mzigo Bwana aliyofanyaje? Alionipa, si ndio? Upo kunisaidia. Tubebe pamoja hii kazi tufike Mungu anapotaka tufike. Hauko hapa kusema mchungaji hivi, kunishauri ni jambo njema. Na mimi napenda ushauri. Amina. Hapa mchungaji tungefanya hivi ingekuwa hivi na hivi. Okay, naliangalia ni jema tufanye, si ndio? Lakini sio uje kunishirikisha mchungaji fanya hivi. No, uje kunishirikisha kufanya. Na ndio unachoniambia nifanye ni tofauti na wito na maono niliyopewa kufanya. Siko kukufurahisha wewe, niko kumfurahisha bosi wangu. Nikikufurahisha wewe bosi wangu kikasirika, sina maisha. Naambia sina maisha. Wametusaidia wahenga, sijua ni wahenga, wamesema chezea nini? Mshahara. Usichezee nini? Kazi ndio inakupa mshahara. Usichezee kazi. Chezea nini? Chezea mshahara. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuchezea mwezi huu ukavuruga, ukavumilia mpaka mwezi ujao ukapata na mshahara kupitia hiyo kazi. Lakini ukipoteza kazi, mshahara hauna. Siko tayari kupoteza kazi. Hebu gonge jirani yako, mwambie sio wakati wa kusinzia tafadhali. Nimekuona binti yangu na miwani yako na uchapa, alafu nisikuone kama unaulala. Itoe basi kidogo hiyo. Tunaambia ya macho. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Tayari ashaangushwa mtu na usingizi hapo. Tuko hapa. Kashapulizwa. Sawa, nikalala. Tumelala watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuna siku 5 za kuinuka tena. Unajua wapi ulikoanguka. Amen. Sasa
huko ulikoanguka yupo aliyekuangusha. Tumshinde aliyekuangusha katika Bwana. Tumesema katika Bwana nitainuka tena, kwa sababu Yesu ndiye yupo kwa ajili ya kuangusha na kuinua. Awaangushe waliotuangusha, atuinue tulipoangushwa. Nisikia amina. Bwana asifiwe. Kiuchumi uliangushwa na aliyekuangusha. Yesu awaangushe waliokuangusha kiuchumi, akuinue ulipoangusha kiuchumi, uinuke tena. Mwenisikia ninachokisema? Sasa hatuwezi kuinuka bila maombi. Ndipo sasa somo letu linasema badili kuomba kwako. Badili kuomba kwako. Zato tutangulizi, tutaendelea Jumatano. Badili kuomba kwako ili Mungu aonekane halisi. Badili kuomba kwako ili Mungu aonekane halisi. Bwana Yesu asifiwe. Yakobo ile sura ya 4 mstari ule wa kwanza mpaka wa 3. Badili kuomba kwako. Sina shida na sina shaka. Badili kuomba kwako ili Mungu aonekane halisi. Wangapi wanaomba? Usimwangalie jirani yako mama yangu. Kwani kuomba mpaka umchungulie jirani kwamba naombaga? Wangapi wanaomba? Na mwingine anawakia kama anaombaga au haombi. Wewe kupigwa mweleka ni dakika 0. Lakini swali la pili linakuja, katika hayo unayoomba, je, Mungu unamuona akifanya? Si unaomba, lakini je, Mungu anakuwa halisi? Majibu, matokeo unayaona? Kama hayapo, swali linakuja la 3. Wewe unarudi kumuuliza kwa nini Bwana hajanijibu, na unasema niombe nami nitapewa. Hayo maswali hauna. Yakobo anatusaidia, anasema, jamani, tunainuka tena. Amen. Tunainuka tena. Kama utaki kuinuka basi niseme mwenyewe nainuka tena. Biblia inasema vita vyatoka wapi? Na mapigano yaliyo kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu? Mwatamani wala hamna kitu. Amen. Mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Kwa jambo la kwanza, hatuna kwa sababu hatuombi. Amina. Okay, umenijibu ya kwamba unaomba. Kama unaomba, kwa nini haupati? Anaenda kutujibu mstari wa 3. Mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya. Sasa kama unaomba vibaya na haupati, leo Mungu akusaidie, badili kuomba kwako. Usiombe vibaya. Wala hampati kwa sababu mwaomba vibaya. Kabla ya kulala umomba, Baba nilinde, wachao usinikabe. Umeegesha tu na wewe. Bado unajiuliza swali, kwani sikuomba? Jana naomba na wanangu. Mmoja akaniuliza, Baba, sasa kwa nini? Eti kwa nini majinamizi yanatukaba? Nijiuliza swali moja hapa, shida nini? Nikamweleza, akasema kaambia lini? Akasema Baba juzi. Kaambia swala la pili. Naambia kabla kulala ufanyaje? Kwa sababu kuanzia saa ngapi najifungia kwa ajili ya ibada yangu ya saa 5 kanisa langu la mtandao. Naambia waombe. Nikamwambia mliomba? Akasema tuliomba. Lakini wamekabwa. Wameomba lakini wamekabwa. Kwa nini? Waliomba vibaya. Mnanielewa ninachosema? Ni kweli waliomba, Baba tulinde,
Swali, je, Mungu akusikia kwamba watoto wake wameomba walindwe? Nikawaeleza mlikosea hapa na hapa na hapa. Nikamwambia kuna hiki na hiki na hiki. Sara kaniuliza, kwani baba wewe unaonaga kwenye ulimwengu wa roho? Anajiuliza naonaga. Unaonaje? Kama una maswali. Na maswali yale lazima ujibu. Bwana asifiwe. Sasa kesho yake, kumbe jana yake mimi sijajua alikabwa. Nikiwa ndani naendelea kujiandaa, roho kaniambia kaombe nao. Mimi sikujua. Jana kabla kwenda kupumzika nikasema njooni tuombe. Ndio mmoja akaniuliza ile swali, binti yangu yuko pale. Bwana sio. Ile juzi nimeomba nao, nikashikana mikono tukaabudu, nikaongoza sema hivi. Nikafunga kila kona kama mkalani. Nikamwambia juzi nilipoombea mlikabwa kwa sababu hamna tukabwa. Ijumaa tulikuwa na mkesha kwa jana, nikaanza tuombe nao. Nikauliza swali, mlikabwa jana? Hawajakabwa, amesema hapana, hawajakabwa. Unaomba upati kwa sababu waomba vibaya. Mungu ana kanuni. Usipoomba kwenye kanuni, hutaona Mungu akiwa halisi. Napozungumzia Mungu kuwa halisi, ni Mungu kufanya kwenye kile ulichoomba. Ni kanuni tu. Ukishafeli kwenye kanuni, biashara imeisha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Nakwambia hivi, badili kuomba kwako ili Mungu aonekane halisi. Turudie pale 3. Mstari wa 3. Yakobo 4:3. Turudie pale mstari wa 3. 1:3 anasema hata mwaomba lakini kwa sababu mwaomba vibaya. Hapo ndio napotaka. Mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo anatueleza hapo, Mungu anashindwa kukupatia, ijapokuwa ni Mungu anayejibu, ni Mungu anayesikia tunapoomba. Ukiona hujapewa kile ulichoomba, kuna shida kwako, sio kwa nani. Kwa hiyo ili Bwana akutendee ulichoomba, kwa sababu Mungu ni mwaminifu tunayaomba, ni wewe ujichunguze, ni wewe ujitafakari, ni wewe ujikague. Hagai akatumwa na Bwana kawaambia wana wa Israeli. Kitabu cha Hagai sura ya 1. Sina maneno mengi sana hapa leo. Nataka nikupatie tu utangulizi. Jumatano tarehe 1. Kila siku jioni tutakuwa na ibada. Usisahau hilo. Kila siku jioni kuanzia saa 10:30 tutakuwa hapa. Amen. 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 Well, Hagai siku zote 5 tutamaliza Jumapili. Bwana asifiwe. Hagai sura ya 1. Where are you, Hagai? Sura ya 1 mstari wa 2 anasema, Bwana wa majeshi asema hivi, ya kwamba watu hawa husema, huu sio wakati utupasao kuja. Kuna somo letu tunaendelea nalo kule linasema ishara, zijue ishara za kujiliwa na Mungu kwa wakati ulioamriwa. Kuna wakati Mungu ameuamuru wa kutembelea maisha yako. Kuna ishara kabla Mungu ajaje, kuna ishara Mungu anafanyaje? Anaziachilia. Kuna mahali Yesu akasema kwenye kitabu cha Luka 12:54 anasema, mnapoyaona mawingu ya magharibi husema mvua itanyesha, na inakuwa hivyo. Ukivuma upepo wa kaskazi mnasema joto, ni wakati wa joto, na inakuwa hivyo. Akasema, enyi wanafiki, ikiwa mnajua kutambua majira ya uso wa nchi, kwa nini mnashindwa kutambua majira ya nyakati hizi?
Kwa hiyo kabla mvua haijaja, ninyi mnaona kabisa inawezekana hali kabadilika hapo, mawingu yakashona juu, mnasemaje? Mvua inanyesha. Kwa hiyo ni ishara unapewa kabla mvua haijafanyaje, haijanyesha. Ujiandae, kama ni kukimbia, nenda kajifiche mahali ambapo mvua itafanyaje. Bwana sio sana. Na kweli baada ya muda mvua inanyesha. Kwa nini ishara za Mungu kukujilia, kukutembelea, unashindwa kuzitambua? Unashindwa kuzijua. Na kwa sababu hujazijua, Mungu anapokuja kwa maisha yako, kwa sababu zile ishara zenyewe huzijui, anaweza akaja kwenye maisha yako na nyumbani kwako akaja amekaa pale, ukamtelekeza hapo, una habari naye. Ameondoka, afu namwambia Bwana uko wapi? Mbona umeniacha hapa mwanangu? Mbona nilikuja? Isaya 50. Habakuki, tulia kidogo Hagai. Isaya 50 sura ile ya 2. Kuna mambo namlalamikia Mungu, lakini tatizo si Mungu, tatizo ni wewe. Na roho naye. Isaya 50 mstari wa 2. Ninaomba kila mwenye pumzi na mwenye kinywa cha kusema tusome huu mstari. Anasema, basi hajafika. Nilipokuja mbona hapakuwa na mtu? Mungu anauliza. Kabla Mungu ajaja, kuna ishara anaziachilia mapema ili ujiandae, si kweli? Anasema nilipokuja mbona hapakuwa na mtu? Nilipoita mbona hapakuwa na mtu aliyenijibu? Kwa Mungu anakuja, Mungu anaita, lakini anakuita, sauti yake yenyewe hujui. Umeelewa nachokisema? Unaelewa nachokisema? Nikamka jana, nikatuli jana asubuhi, ndani yangu nikaambiwa, imekuja tu phrase, yeye asiyemwachilia mwanaye atakosaje kutukirimia vitu vyote pamoja naye? Imekuja hivyo. Bwana siwe sana. Imekuja hivyo. Baada ya muda nikapokea meseji kama 2 na masimu ya kutosha. Kuna watu wana uhitaji. Mwingine amepiga simu, analia na kulia, baba nimetolewa vyombo nje, nimelala nje kwa nimeomba kulala nje kwa watu. Naomba baba nisaidie na kodi. Afu kijiangalia wewe na mihela mingi. Bwana siwe sana. Lakini nimeamka naambiwa hivi, yeye asiyemwachilia mwanae wa pekee bali akamtoa kwa ajili yetu atakosaje kutukirimia vitu vyote pamoja naye? Na isikie sauti ndani. Leo jana usiku kana najiandaa na ibada, nikarudi kutafakari tena mstari, nikautafakari tena mpaka ukaubika ndani, nikaomba. Biblia nikaangalia tafsiri mbalimbali za Biblia za Kiswahili. Kwa hiyo nasema kama yeye hakumhurumia mwana wake wa pekee bali alimtoa, yani hakuona huruma kwamba watamtesa, watamjeruhi, watafanya, hakuona huruma, alimtoa kwa ajili ya ukombozi wa watu. Tuko pamoja? Mwanae wa pekee. Anasema je, atakosaje kututendea mema pamoja na mwanae? Sio pata kitu. Yaani alikuwa anaangalia nikimtoa Yesu, aliona kabisa mpaka picha itakayofika msalabani. Watakachomfanyia Yesu, Mungu alishaona kabla hata kumwachia Yesu aje duniani. Si kweli? Akasema it's okay. Kwa ajili ya watu wangu, kombozi watu wangu nao wapenda, ngoja nimtoe. Sasa Paulo amefunuliwa hili, anasema sasa kama Mungu alimwachilia Yesu mwanae wa pekee kipenzi afanyiwe walivyoweza kumfanyia, hakuona huruma kwa ajili yake. Je, ni kitu gani ambacho wewe Neema utamwomba Mungu akutendee? Akasema hiki ni cha thamani sana kumzidi mwanangu. Akasema hiki sikupatii. Kipo? Hakipo. Kama mwanae alimwachilia, alimtoa, hakuna kitu utakachomwomba Mungu akakosa kukupa. Hakipo. Narudia, hakipo kinachodhidi thamani Yesu Kristo kwa Mungu. Hakipo. Kwa maana hiyo ni ipi? Hakuna kitu ambacho utamwambia Mungu naomba hiki akakosa kukupatia.
Ndipo sasa badili sasa kuomba kwako. Vyote mnavyovihitaji vipo. Kwa nini hauvipati kutoka kwa Mungu na yuko tayari kutupa? Tunaomba vibaya, hatujui kuomba. Kuna mambo nimeshaandika kabisa kwenye diary yangu na yafungia. Wanasema nini kibwebwe? Kama hakuna cha kunizuia Mungu kufanya, sasa nimeamua kuyafungia kibwebwe. Lazima Mungu anipe. Narudia tena, lazima Mungu anipe. Sasa imekuja hiyo phrase, nikaitafakari. Bwana asifiwe sana. Nisikilize, Mungu anajibu zaidi tunayoomba na tunayoyawaza, kwa kadri, kwa kiwango, kwa kipimo cha nguvu ya Mungu inayotenda kazi wapi? Ndani yako. Una nguvu kiasi gani cha Mungu kufanya unayohitaji afanye? Kuna mengine hata kuomba hujaomba, unashangaa tayari umekuja mstari, nimeutafakari, nimekaa kitandani na utafakari, simu imekuja, message imekuja, ndio huyo analia. Mpaka jana jioni simu zimezidi. Nikamwambia, ndugu, wewe ni mtoto wa kiume, huwezi kuongea tu kwa kawaida mpaka unaongea baba unalia, baba analia na kulia. Nasema ni baba, yani baba Bwana asifiwe sana. Tatizo, kila mtu anayo matatizo. Amen. Lakini matatizo hatufanye kufanyaje? Kulia. Hata nikimwambia ndugu yangu ana matatizo chungu mzima, lakini hayo yamfanye kulia. Mpaka tunakuona ndugu yetu ibada na matatizo, yaani mpaka sura imebadilika, uso umebadilika, hana amani, amekaa kama mgonjwa. Nini shida? Bwana na matatizo. Never. Na matatizo, sina matatizo, utanikuta niko vile. Wengine akanipigia sendi, baba, kuna 1 2 3 yani baba, nimetamia nisikia vibaya sana. Yeye analia. Mimi anayeniambia nacheka. Yani baba, yani matatizo yote unacheka, ninapokuambia unacheka. Sasa nikilia, yani okay nikilia, nabadilisha hali. Mimi nikamwambia huo ni utoto, nikamwambia kuwa ndio sina mtukana. Ni utoto. Maturity, tatizo limekuja, changamoto imekuja. Paulo anasema nafurahia misiba, nafurahia adha, nafurahia matatizo. Sema amina. Ila wewe matatizo yakija, Mungu uko wapi? Mungu mbona umeniacha? Mungu umenitupa? Wewe ni mtoto. Narudia tena, hebu jicheke wewe mtoto. Ajicheka hata kimoyomoyo nisikuone. Wala mitangu pale amecheka na mimi naonekana. Amina. Hutaniona niko na huzuni kwa sababu ya nini? Ya tatizo. Matatizo ni chakula. Matatizo ni misuli ya kumtafuta Mungu zaidi. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Lakini Mungu anauliza, mbona nilipokuja sikuona mtu? Nilipokuita Eliasi, hata Eliasi sauti ya Mungu hajui. Kwa hata Mungu akiita Eliasi anaanza kukemea, shindwa shetani, toka wachawi. Kumbe ni Bwana anakuja Eliasi kwa wapi? Hajui. Hamna tofauti kama Samueli. Karibu na sanduku la agano kalala pale, Mungu anamuita Samueli. Kakurupuka huyo kwa kuhanieni, baba naomba. Baba umeniita sasa. Mwana, sijakuita. Yeye ndio ameamshwa sasa. Sijakuita. Baba umeniita, nisikia umeniita kabisa. Samueli kaambia, nenda kalale bwana, mtuendekana ndoto hizi. Lakini Mungu kweli amemuita, lakini haijui sauti. Na wengi mko hivyo. Kalala mara ya pili Mungu kamuita. Ya tatu Mungu kamuita. Mara ya tatu ikabidi kwa Eli ajiongeze. Atabaya mkini Bwana anafanyaje? Anamuita kusema naye, lakini kwa sababu haijui sauti ya Mungu, akamwambia ukisikia tena nakuita mara nyingine, sema nena Bwana. Akampa kodi za kuitika. Nena Bwana, mtumishi wako anasikia. Akalala. Akaja Mungu mara ya 4. Akamwita na Samueli. Ikabidi afuate maelekezo ya nani? Ya baba yake. Na wewe inawezekana hujui sauti ya Mungu wako. Naomba siku hizi 5 Mungu atakusaidia kujua sauti ya Mungu. Akikuita useme baba niko hapa. Akija nyumbani kwako ule uwepo wake utajua. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen.
tunaomba tunaonangu pale kuna hali kabadilika. Sijui kama ulifeel kitu. Mimi nishaona kitu hali imebadilika, tunaomba nao pale. Kuna situation ikabadilika, jua mwenyewe yuko hapo. Ila okay, swali. Mungu akishuka hapo, unajua? 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 Akija, unajua? Inawezekana kwa katikati ya wengi mnapiga story, ghafla Mungu anakusemesha mwenyewe. Unajua sauti yake kukusemesha? Unafikiri tu ni mawazo tu yamekujia, ni nini imekujia? No. Lazima uje kupambanua. Bwana sifiwe. Tunahitaji tukue. Kuna ishara Mungu anazitanguliza kabla hajafanyaje? Hajaja. Lazima uzijue hizo ishara. Lazima uzijue hizo ishara kabla hajaja. Kuna kitu Mungu anakitanguliza mapema. Wamama mnanielewa. Kabla kujifungua unaanzaga uchungu, si ni kweli? Unakutaarifa ese, jiandae saa yoyote, dakika yoyote. Sije kashuka mzigo wako hapo ujifanya una habari. Ukiona uchungu tayari umeshaanza, kumeshakucha. Unaweka kila kitu standby. Jamani, waisheni hospitali. Na ikishapasuka, mnajua ikishapasuka, mnajua kabisa hapa tayari mambo yashakuwa. Haleluya. Sasa ishara zote hizo, uchungu imepasuka, una habari. Unashangaa tu kichwa kinatoka hivi. Sasa jamani, anatoka. Taarifa zote zilizopewa mwanzoni, nitakutia makofi. Kwa hata mtoto kabla hajaja, kuna taarifa, kuna ishara. Uchungu unakuja, bwana siku ile kimefanyaje? Maana kuna ishara unapewa ili ujiandae. Sasa mpaka mtoto kichwa kinatoka hivi. Ndio jamani, ndio anatoka jamani. Wewe. Bwana sifiwe. Jamani, Bwana sifiwe. Amen. Tubadili kuomba kwetu. Tunaomba vibaya. Mimi sijui kuomba. Umeelewa eh? Kama baba yako sijui kuomba, mwenzangu na mimi tuunganike wote tusijue kuomba, tumwambie Bwana tufundishe kuomba. Ajidhaniaye anajua neno, hajajua bado ipasavyo. Hata mimi mwenyewe sijidhani kwamba najua. Inawezekana wewe nikiomba unaona matokeo. Jamani, kiomba tu mimi nimeomba. Sawa, wewe unaona hivyo. Lakini hata mwenyewe nikijikagua pembeni hivi najua bado sijajua kuomba ipasavyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Asifiwe tena. Haleluya. Kwenye kanisa hili moja kuna Kaini na kuna Abel. Humu ndani. Waebrania 11 mstari wa 4. Sema, mwingine anasema na mimi pia niliitwa hivyo mara 3. Nilijua ni mama mkwe. Akasema si yeye anayeniita, tena ilikuwa ni asubuhi. Unaona kuna mwingine tunaongea kaitwa na Bwana Mungu amemtembelea asubuhi. Anajua ni mama mkwe. Bwana, mama ameniita, sijakuita. Haijui sauti ya nani? Bwana asifiwe. Haleluya. Jamani, amen. Sasa angalia Mungu alivyokuwa ajabu. Aliponisemesha ile nimetafakari. Huyu anahitaji kiasi kadhaa. Huyu amenipigia simu na anahitaji kazi kadhaa, sio ile ya kodi. Niko pale. Sijatoka, niko pale natafakari kwenye kitanda. Nimekaa niko pale. Nakuta mwingine katuma hela ya mwenye meseji ya kwanza, toka siku fulani nina shida ya chakula nyumbani kwangu, naomba kiasi fulani cha fedha. Imeingia hela ya yule aliomba hela chakula. Sijakaa sawa, mwingine naye akatuma hela. Huyu nimekuja kumuuliza unahitaji kiasi gani? Aliyotuma ndio hiyo ya kodi ya huyu. Nikasema nikamtumia jana,
Bwana asifiwe sana. Amina. Amina. Hujanielewa. Simu yangu iko wapi? Kuna wengine tukiongea hapa, baba anataka kujimwamba fai. Mimi sina hiyo tabia. Bwana hapo sifa. Amen. Hii katika tumeya. Baba yangu napiga magoti. Naomba unisaidie niweze kulala kwenye chumba changu. Leo nilipe pango ya nyumba, hata kuoga sijaoga baba toka jana. Naomba unisaidie baba, asante. Sasa nilipomtumia ameshukuru hapa. Baba nashukuru sana, nimepata kubarikiwa sana. Lakini Bwana amefanyaje? Sijakwambia ni nani. Nitaka nikuonyeshe namna ya kuweza kusikia sauti ya Mungu anayosema na kuifanyia kazi na kuona matokeo. Unaona, Mungu ametanguliza neno lake. Hakuna ambacho Mungu atakosa kutukirimia pamoja na mwanae kama kumwachilia mwanae. Anakusemesha hivi. Nikajifunza kwa na leo asubuhi nimemkaribia, ndipo nikalitafakari, nimeomba. Nasubiri kupokea. Ameshanijibu tayari, mimi nasubiri kupokea. Nakwambia ukweli. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Wiki iliyopita nilikuwa na kama milioni 2 hivi. Nimekaba niko hapa. Mama naye 1 2 3. Nikamwambia mama, kwa kweli hela ninazo sana. Yeye mstahili kile udhaifu. Hela ninazo sana. Sawa, ninakaa kidogo akapokea, lakini naomba mama uniombee. Tena kama niombee sasa hivi, mwanangu, nitaomba usiku. Nitapiga magoti mbele ya baba nitakuombea. Kasema sawa. Nakumbuka ilikuwa Jumanne, Jumatano yake. Bwana asifiwe. Jumatano yake milioni 3 mpo. Hizi hapa kasa Mungu. Nilimwomba Mungu milioni ngapi? Karibu milioni ngapi? Nini nitakachomwomba sio kunipa? Sasa hivi namwambia Bwana nataka chuma kipya. Nataka chuma kipya. Lazima kipya. Hawezi akakosa kunipa baba yangu. Kama mwanae alimwachilia nimtoe, hakuna cha kuzidi thamani ya Yesu. Najua atanipa. Bwana asifiwe. Lakini sasa huyu anapokuja kwako, yaani mtu anakuletea mahitaji yake, yaani emotion yake, mchungaji ana hela. Na sisi kama hivyo na mimi na hela, na kweli ninazo trilionea. Lakini inawezekana kama seki kanakuja, mimi nikiangalia tunaangaliana usoni. Mimi kila simwambia hata mwenzangu. Bwana asifiwe sana. Sasa inabidi tu nimwambie baba, usimuone ngoma hii. Umeiona shughuli? Tunafanyaje? Huyu mtu ana shida, tunafanyaje? Pitisha basi kwenye mikono yangu. Na zikija, najua sio za kwangu mwenyewe. Amina. Amina. Bwana asifiwe. Lakini lazima ujue namna ya kuomba sasa, rafiki yangu. Ili Mungu aonekane halisi. Sema amina. Sema amina. Amen. Bado tutakuwa mvivu wa ibada kweli? Kazi ni kwako. Lazima tuinuke tena. Tuinuke tena. Sema amen. Amen. Haya Habakuki. Hebu hatiyasoma Biblia, si ni kweli jamani? Wewe mnanikumbusha, nataka upako ukanyamisha kwenye mada. Lakini vile apendavyo Bwana. Amen. Waebrania 11 neno nasemaje? Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki, Mungu akazishuhudia sadaka zake. Kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Rudi Mwanzo sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 6. Mwanzo sura ya 4 Roho ananiambia mwanangu, achukua milioni 3 zile
Ilikuwa ni milioni 2,950,000 sijui na 50 ngapi, karibia kwenye milioni 3. Ananikumbusha hapa, nisamehe Roho Mtakatifu, nimesema milioni 3. Nikumbusha ni karibia milioni 3, ningesema eti zinakuja. Mimi sitaki milioni 3. B T. Amena. Basi jamani, correct hapo. Kwa hiyo ilikuwa ni milioni 3 kasoro. Anasema mstari wa 3, ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Amen. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko nani? Kuliko Kaini. Sasa sadaka zake, ingawa amekufa, sadaka yake ingali inaongea. Wote inawezekana walipewa maagizo mamoja na Bwana, lakini huyu alifanya sawasawa na maelekezo. Huyu alifanya anavyotaka. Huyu amefundishwa wote namna ya kuomba. Huyu akaomba anavyojisikia. Huyu akaomba sawasawa na maelekezo ya nani? Huyu Mungu amemuona, huyu Mungu hajamuona. Amekasirika, kwa nini mwenzangu amejibiwa, mimi sijajibiwa? Na Mungu anamwambia ukifanya vyema hutapata kibali. Mwenzako amefanya vyema, nakupa nafasi nyingine ya kufanya vyema ili itakabali sadaka yako. Kinyume chake, wivu, ukamfanya kamnukia ndugu yake akamuoa. Badili kuomba kwako ili Mungu aonekane halisi. Amen. Amen. Warumi sura ya 8, 26-27. Warumi 8 Warumi 8 26 na 27 inasema, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana tujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea. Hebu sema Roho hutuombea. Sema tena, Roho hutuombea. Aha, Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo kifupi ni kwamba hatujui kuomba, lakini Roho ndio anatusaidia kuomba. Ndiye anayetupa mafunuo ya namna gani ya kuomba, si ni kweli? Wote inawezekana unasema katika jina la Yesu, si ni kweli? Unasema kwa damu ya Yesu, si ni kweli? Lakini namna mwingine anatumia jina la Yesu anaona matokeo, mwingine anatumia jina la Yesu hilo hilo haoni matokeo. Shida ni nini? Shida haipo kwenye jina la Yesu, shida ipo kwa anayeomba kupitia jina la Yesu. Unaomba vibaya kupitia jina, au hujui namna kulitumia jina, hujui namna kutumia damu ya Yesu. Unanielewa? Bwana asifiwe. Bali sasa kuomba kwako. Amen. Amen. Wanakutrack maombi yako, Teacher Elias. Ndio maana Mungu akusaidie. Omba sana kwa kunena kwa lugha. Wanatumwa wakiona wamefeli, wanasema nenda kasikilize anavyoomba. Ameomba nini? Kuna kwa sababu baba ninaomba kiwanja, baba ninaomba mtaji. Wameshajua unahitaji nini? Sasa sikilize. Kuna majibu yanakuja kwako, nafikiri Mungu amekujibu. Ni mawakala wa adui wametrack ulichoomba, wanainua mawakala zake kukujibu ulichokuwa na kihitaji, ili wazamishe pia faith yako. Si kila majibu ya kile ulichoomba yametoka kwa nani? Yametoka kwa Bwana. Wamejua kabisa una haja 1, 2, 3.
wanakuinulia mtu wa kwao mwenye kile unachokihitaji, ili unapokipokea kitu chao kimeshavuviwa na maroho yao ikuzamishe. Ni fedha kweli umezipata, lakini fedha hizo zimebeba kitu kingine nyuma yake. Unapozipokea na kuzitumia, ndio biashara imeishia hapo. Ila wewe unasema Mungu namshukuru ameninunulia mtu. Mtu gani kakuinulia? Ni shetani amekuinulia mtu. Badili kuomba kwako. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize. Kitabu cha Yohana 19. Yohana 19. Nakaribia kumaliza. Yohana 19. Mstari wa 28 hadi 30. Anasema hivi: baada ya hayo Yesu hali akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika. Hali akijua yote yamekwisha sema yamekwisha kumalizika. Hakuna kitu Yesu anachokifanya kipya kwenye maisha yako. Pale msalabani, kabla hajafa, alishamaliza kila kitu. Elias, unanielewa? Nataka ubadilishe kuomba kwako. Hatujibiwi kwa sababu umeomba sana masaa matano. Ni vyema sana kuomba masaa matano. Muda mwingine mpaka naonaga najishangaga. Mwingine anakuambia naomba masaa matatu mfululizo masaa 6. Mimi tunataka sita kuomba masaa 3 mfululizo sina. Lakini unashangaa naomba inawezekana nusu saa. Majibu nayaona. Lakini unakwambia nimeomba masaa mawili. Nimeomba masaa 3, masaa 6 sasa. Masaa 6. Nikijiuliza lini niomba masaa 6 sikumbuki. Swala si kuomba sana. Swala si kuomba kidogo. Swala ni kujua namna gani ya kuomba na namna gani ya kuweza kupokea ulichokiomba kwa Bwana Mungu wako. Ndio nataka nikufundishe rafiki yangu. Utasema baba, hiki hapa. Nakwambia ukweli. Subirini. Yaani sasa imani kamekuwa mama. Niliwaambia Ijumaa hapa. Kama hakuna Mungu chochote anaweza kutuzuilia, chochote nitakachoomba kuanzia sasa, nimeshaomba, Mungu ameshatenda. Hali akijua yote yamekwisha kumalizika, yote. Hebu sema yote. Sema tena yote. Hakuna kipya unachomwambia Yesu akifanye sasa hivi. Hakipo. Ameketi mkono kubwa Mungu Baba, kashamaliza shughuli. Kazi ni kwako wewe kuamini na kuchukua hatua. Anasema ili andiko litimizwe, akasema naona kiu. Kulikuwa huko na chombo kimejaa siki. Basi wakatia sifongo iliyojaa siki juu ya ufito wa isopo, wakampelekea kinywani. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki 1:3, unasemaje? Alisema, hebu sema tena. Hiyo sauti yako kuna jambo litaondoka kwenye maisha yako. Sema tena. Magonjwa, madeni, matatizo, kisukari, kusumbuliwa na mapepo, kuteswa na mizimu, ndoto mbaya, sema imekwisha. Hakuna kipya, alishamaliza. Yote alimaliza, yote alimaliza pale Kalvari. Yote alimaliza, yote alimaliza pale Kalvari. Yote alimaliza, yote alimaliza pale Kalvari. Magonjwa alimaliza,
kirejiste kwenye akili yako, kwenye ufahamu wako. Wachawi watakapokuja kurushia magonjwa yao, usiseme jamani, mimi jamani. Waambie yote alimaliza wapi? Kwa nini hayatoki? Unaomba vibaya. Bwana asifiwe. Hatuombi Yesu atuponye. Amesema kwa kupigwa kwake tulishaponywa kabla hujaumwa. Ukiona ugonjwa kwenye mwili, waambie huna mamlaka kuweka kwenye mwili. Nilishaponaga. Alishabeba madhaifu yangu pale msalabani. Alishabeba magonjwa yangu pale msalabani. Masikitiko, huzuni. Nisikilize. Wiki iliyopita kuna hali ilijia ghafla. Sisikii kuongea na mtu, kama una shida gani? Wewe una shida gani? Sina maelezo. Bwana asifiwe. Lakini mwenye kuondoa hiyo ni Yesu. Alishabeba wapi? Ni wewe kusema Yesu, najua huzuni zangu nishazibeba. Sina huzuni tena, japokuwa huzuni naiona. Kwa nini? Yote yalikwisha pale wapi? Isaya 53 mstari wa 3. Naomba nisaidie pale tafadhali. Leo tunamngonga shetani peupe. Ni kweli kichote kimekukamata, tunamwambia wewe, mimi siumwi. Yesu alishanibebea pale msalabani. Unatafuta nini? Nikwambie ukweli, akishajiona hakikai. Bwana asifiwe. Atakuletea disaster kwenye maisha yako, unamwambia Yesu alishamaliza wapi? Declare by faith, tamka kwa imani. Na neno la Bwana ni unabii. Sema mwenzio unabii. Huyataja yasiyokuwako kana kwamba yamekwisha kuwapo. Yoyote mnayoomba katika sala, aminini mmekwisha yapokea, naye yatakuwa ya kweli. Unaposema ninaamini katika jina la Yesu, Bwana umetenda, amen. Lakini ukiondoka ulichokiamini kipo? Hakipo, lakini amekwisha kutenda. Nisikilize, usibadilishe kauli yako. Usibadilishe. Nilifunga siku 3 kavu. Nimefungulia vidonda vya tumbo. Sasa nikaanza lawama Mungu. Nilifunga kukutafuta. Vidonda vimetoka wapi? Vinachachafya. Wenye vidonda vya tumbo wananielewa kusema. Mnajua vinavyochachafya. Ndani yangu nasikia sauti inaniambia, inawapasa kumwomba Mungu siku zote, msikate nini? Tamaa. Nasema Afrikaja nyingine kwenye hili, nadhani kuja kwenye Petro ile anasema kwamba yeye mwenyewe katika mti wake alichukua madhaifu yetu na kupigwa kwake mliponywa. Nikasema kumbe nilishaponywa. Sitaki kwanza kulalamika kwa ninachokiona, nikiri kile ambacho Yesu alishakutenda. Nikajiwekea mkono mwenyewe kwenye tumbo. Sasa wewe, mimi nikiumwa nimwambie nani aje niombee nipone? Kama wewe ukibana kwenye kona, baba niombee, baba niombee. Mimi kwa nini sipati shida? Mimi naenda kwa nani? Au na mimi nakwenda kwa askofu. Na kwa maana hiyo nikajibandika mkono. Nikasema Baba, kama ilivyoandikwa, ulibeba madhaifu yangu, ulibeba magonjwa yangu, na kwa kupigwa kwangu nimepona. Mimi nilishapona. Shetani, mimi sio mgonjwa. Toka na madhaifu yako kwa jina la Yesu. Na kausha vidonda vya tumbo. Na kausha, hakuna mamlaka kwenye tumbo langu. Naamini, amen. Na sema amen. Amen. Tatizo limeshaondoka tayari. Amen. Haya. Nimeenda na mambo yangu hivi, chika mimi kwenye ofisi zangu huko saa 7 hivi. Unajua mambo? Sotoji alijapita kwenye tumbo. Vikaanza kile. Wewe uko wapi? Uko wapi? Sasa Mungu wangu. Swali linakuja kwenye kichwa. Najiuliza swali. Mungu, ina maana kunisikia nilipokuomba asubuhi? Unaelewa Huku nisikia? Kwa unaanza kuquestion ulichokiomba. Hapo ndipo wengi huwa wanabatilisha majibu ya maombi yao. Unanielewa? Kile ulichokiamini ametenda, unapoona kimekawia kutokea, unaanza kuquestion. Wanakufuatilia. Inawezekana malaika wako tayari na majibu yako, anasema angalia, amekosa kuamini alichokiomba kwa Mungu wake. Wanablock. Ndani yangu ukiwa na neno la Mungu la kutosha, my friend, wiki hii ni free. Naomba malizia moja, fika kitabu cha, hujamalizia kitabu cha Kutoka, sio? Malizia hii wiki. Asante kwa kumaliza, mtumishi wa Bwana. Wiki ijayo tunaanza kitabu cha Mambo ya
ya Walawi. Bwana sifiwe. Una vipomo vimaliza Mwanzo na Kutoka, pambana naye. Amina. Nisikilize, ukiwa na neno la kutosha ndani yako itakuwa rahisi sana kumsikia. Nikiwa najiuliza hivyo, ndani yangu nasikia sauti ya Mungu kwa neno lake inasema, mlishike sana ungamo la tumaini lenu lisibadilike, maana aliyeahidi ni mwaminifu. Hiyo ni Waebrania 10:20 ngapi? 25 pale. Nikasema haya, kumbe kile nilichokikiri asubuhi kwamba nimeshapona, endelea kukiri hicho hicho, usibadilishe. Nikasema shetani, ondoka na uongo wako, mimi nimeshapona. Lakini ninafanya puchu. Niliposema vile, nilisahau lini viliondoka, nilisahau lini vilipotea. Till now nafunga, ninaomba kama kawaida, sijawahi kuvisikia tena. Haya mwenzangu na mimi. Afadhali kutishia, wanakuambia hivi ni vidonda sugu. Wana majina yao kuambia H nini? Palo. H nini? H petroli au patroli. Unajua wewe mapala yao unasema palo. Mimi sijui palo na petroli hapa. Na majina yao ya kutosha, si H nini, si una H na hamna cha H wala K. Wala sisi hapa. Bwana sifiwe. Declare by faith. Toka 2012 mpaka sasa hivi kidonge sijui radha yake kwenye mdomo wangu. Na majina ukiniambia sijui ndio confirm kisijui aploko sijui. Niko utaniua. Bwana unajua tumbo likikuma kuna diclofenac. Mimi najua. Mimi najua tu damu ya Yesu. Mimi najua tu damu ya Yesu. Wakijichanganya tu, Baba, kwa damu yako nanyunyiza damu yako kwenye hii tatizo, nanyunyiza damu yako kwenye hii shida, kwa sababu pale ulishaondoa pale msalabani, ushaniponya pale msalabani. Mimi nimepona, sina shida, sina tatizo kwa jina la Yesu. Amen. Imeisha. Siku moja nakumbuka tumetoka kwenye ibada hapa. Ile niongoza ibada kigumu, homa. Kichwa kinaniuma, nasikia natetemeka. Nimerudi nyumbani kama naomba nikatie machungu. Natetemeka hivi. Akasema nikuombee. Nikamwambia upako nao. Akasema kuna ndao sina upako. Kama nisikia uzalao nilikuwa nakuuliza imo? Power imo? Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ndio nikajaribiwaga kununua vidonge vya kichwa vinaitwa si Vivian. Kuna vidonge vya Vivian Ndio nilikuwa najua hapo kama kuna mtumishi kama anaumwa kichwa sana. Tumia Vivian, anajua mpaka Vivian mtumishi wa Bwana, mchungaji. Mimi Vivian hata sijui. Nikaenda kununua ile ya buku ilikuwa inaitwa shilingi 1000 bila shaka. Vivian. Nikameza kile kimoja. Lakini nimemeza kile kimoja nakumbuka Yesu kwa kupigwa kwako mimi nimefanyaje? Ili niume ile buku. Nikasema bora hata ningenunua machungwa nile. Nikasema simezi kweli. Kama nimenye matunda, nikaleta blanketi. Bwana Yesu. Na ukiri ushindi wa msalaba. Wewe homa. Nikiamka asubuhi tusizoeane. Asubuhi nisikuone kwenye umwili. Nikajifunika shuka langu. Bwana. Nimeamka asubuhi wajuzi. Vidonge vile sijameza tena. Nasikia jirani huko, "Mama Sara una vidonge vya kichwa?" Nikamwambia kampe. Nenda kama mtu anaohitaji. Sisi huku tuna damu ya Yesu. Unanielewa? Badili kuomba kwako ili Mungu awe halisi. Yote Yesu alikwisha yamaliza. Nisaidie Isaya 53 pale tafadhali. Mstari wa 3 anasema, alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajua sikitiko, kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hebu mwambie mwenzio, hakika. Hebu sema tena, hakika. Ameyachukua masikitiko yangu. Wakikupandia masikitiko upande wa pili ukae mtu kusikitika.
Waambie Yesu alishanichukulia masikitiko. Waambie sasa pelekeni kwingine, sio kwangu. Naomba ubadilishe kuomba kwako tafadhali. Amejitwika huzuni. Kwa nikikuona una huzuni, wewe hujamjua bado. Aliyebeba huzuni yako pale Calvary. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Aliponipatikisia ile hali nikamwambia wewe umekosea. Hapa sio mahali pako. Kamwambia moyo wangu uko sawa. Una shida gani? Nikamwambia mimi sio na shida gani, ila naona jijiona siko sawa. Nikajua sikutakiwa kuongea mambo kama haya, nikae chemba nimwambie Bwana, ulishanibebea huzuni zangu. Masikitiko shanibeba pale. Huyu aliyepandikiza huko ndani hana maana, hana adabu. Kila pando asiolipanda Baba mbinguni litafanyaje? Kwa unajua hii huzuni sio ya nani? Inapaswa ifanyaje? Furaha ya Bwana ndio nguvu yangu. Amani nayo wapatia ulimwengu hauwezi kuwapa. Yanataka kupandikizia huzuni yake. Mwambie ninayo amani ya Kristo. Umenisababisha matatizo nikae kwenye huzuni kwa sababu ya matatizo, mwambie ninayo amani ya Kristo. Katikati ya matatizo unasababishia amani ya Bwana iko wapi? Iko ndani yako. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Unanielewa nachokisema? Unajua uwezo ukaelewa kama Mungu mpaka kufundisha uelewe. Kwa sababu tunaweza tunaongea hivi uje kwenye mtihani. Ndugu yangu mmoja katika Bwana kapata changamoto ya kuibiwa ofisini kwake. Milioni 100. Mwambie milioni 100. Sema ndio ameshika mtihani. Ni mtu ambaye hana kutumaini Mungu. Ni tumbeleke. Wewe kama milioni 10 tu wamekukapulia, pressure juu chali. Hiyo 10. 4 lakini Mungu mwaminifu. Katikati ya changamoto zote, amani ya Bwana yatosha. Unanielewa? Amani ya Bwana yatosha. Yupo. Tunamwamini Bwana. Mti uliokatwa utachipuka na machipukizi yake hayatakoma. Tunamwamini Bwana kuna kuinuka tena. Hili neno la kwake na la kwako pia. Walikukata unachipuka tena. Unainuka tena. Na ukishainuka umeinuka mazima. Haturudi nyuma. Walidhania umekumaliza. Walidhania Yesu amemaliza kwa kumzika, siku ya 5 alifanyaje? Wakamwekea na jiwe wakatia na muhuri. Biblia inasema siku ya 3 malaika kalidhinikisha jiwe akakalia juu yake. Mboya mwezalo Mungu kiboko jamani. Wachawi hawana adabu. Wanapofikiri wamekukomoa, wamekumaliza, hawajajua uwezo wa Mungu wetu. Hawajajua nguvu za Mungu wetu. Nakwambia hivi na wewe utachomoka kwa jina la Yesu. Nasema utainuka tena kwa jina la Yesu. Haijalishi walikuangusha kwa kukaa na jiwe juu. Kuna siku moja nadhani tuligonga nyoka, sikumbuki sana. Alafu akamweka nyoka yuko chini pale, wakamwekea na jiwe juu. Ili kwamba hataki akiamka. Ndicho wanachokifanya. Wanakugonga huko chini alafu wanakukekea tofali juu. Usiinuke tena. Hawajajua Mungu wako. Tofali litaondolewa, jiwe litaondolewa, utainuka tena kwa jina la Yesu. Hey! Ni siku 5 zako za kuinuka tena kwa jina la Yesu. Walikuzika, utainuka tena kaburini. Mungu aliyemfufua Lazaro atafufua maisha yako kwa jina la Yesu. Nasema Bwana aliyeniponya vidonda vya tumbo na mwenye chipayolo yako unapona kwa jina la Yesu. Ninapozungumza umekwisha kupona kwa jina la Yesu. Mwenye shida ya macho umekwisha kupona. Mwenye shida ya tumbo umekwisha kupona. Mwenye shida ya kifua umekwisha kupona. Mwenye shida ya miguu umekwisha kupona. Kwa kupigwa kwake tumekwisha kupona. Sio Yesu njoo niponye, njoo kuponye. Mnaomba kukosea kuomba. Yesu njoo. Njoo. Wachawi wanakucheka. Sasa angalia alijui kuomba hivi. Haji. Ugonjwa upo. Unasema ise ugonjwa? Hujasoma kama imeandikwa?
Yeye alishachukua magonjwa yangu na masikitiko yangu. Haukusoma? Ugonjwa si roho, si unasikia? Amen. Kama haukuwa nao, umekuwa nao. Swali, umetoka wapi? Kama uko nao, wamekupandikizia. Ni kitu halisi kimetumwa. Ulikuwa una vidonda, vinaitwa vidonda vya tumbo. Sio, kuna vidonda vya miguu, vidonda vya, lakini ni vidonda vya specific kwa ajili ya tumbo, sio kwenye miguu, ni tumbo. Kwa hivyo ambie vidonda vya tumbo, wewe ni roho unanisikia, huna mamlaka kukaa huko. Yesu alishaniponya pale msalabani. Magonjwa si ya kwangu. Naomba upractice hiyo. By faith declare, kill. Utakuja kushangaa vidonge vyako utaviacha. Yuko pale mwanangu nilimwombea kapena vidonda vya tumbo, nikamwombea, kanipiga simu nikamwombea, akasema simezi tena. Yuko wapi? Ni watano, si ndio? Wanne, hakika amechukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi, na kwa kupigwa kwake mimi. Sasa ugonjwa nao, hebu angalia Mathayo 8. Mathayo 8:14 hadi 17. Hata Yesu alipofika nyumbani kwa Petro, akamwona mke wa Petro, mamaye mkewe, amelala kitandani, hawezi homa. Akamgusa mkono, homa ikamwacha, naye akaondoka akawatumikia. Hata kulipokuwa jioni, wakamletea wengi wenye pepo, akawatoa pepo kwa neno lake, akawaponya wote waliokuwa hawawezi, ili litimie neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, mwenyewe aliutwaa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Aliyachukulia wapi? Wapi jamani? Tumalize na Wakolosai, na kupatia maandiko ambayo unapaswa kuyakili kwa ushindi linapotokea tatizo. Usiliangalie tatizo, angalia ushindi Yesu aliyokushindia. Wanapigana na wewe, vita ni kali, waambie hivi, ninashinda na zaidi ya kushinda. Yaani sasa kwa nini vita vimeinuka? Una adabu. Vimeinukia wapi? Mungu anamwambia Yeremia, nao watapigana nawe lakini hawatakushinda. Kwa hiyo siangalii wanaopigana nami, naangalia ushindi ambao Bwana amesema hawatanishinda. Kwa hiyo katikati ya vita nawaambia hamjasoma kama imeandikwa hamtanishinda? Vita ipo, lakini nawaambia hamtashinda. Kwenye ulimwengu leo kelele zinasikika za vita, lakini nawaambia jamani, hamtashinda, kwa sababu Bwana yuko pamoja nami ili aniokoe. Kilivyo vita kesho huioni, ila angalau unavyoomba wewe sasa na vita iondoke. Uje kuomba. Sijasema kwamba uombe, unaomba ila hujui. Mungu alishakutangazia ushindi mapema. Ndio maana Paulo akasema, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nini. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda kwake yeye alitupenda. Mambo yote, kila eneo imetokea vugu mechi, unaambia nashinda na zaidi ya kushinda, na hili nimekwisha kushinda, na hili nimekwisha kushinda, na hili nimekwisha kushinda. Yesu amekwisha nishindia. Sema hivyo, Yesu amekwisha nishindia. Utaona lile tatizo linakopotelea. Si wewe, alishashinda tayari. Nisikilize. Wakolosai 2:13 hadi 15. Kama utanielewa hivi leo, utamwelewa Yesu mwenyewe akija mawinguni, ukifaulu kunyakuliwa. Wakolosai 2:13 hadi 15 inasema,
na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yetu, akiisha kutulishimisha kusamehewa. Tulikwisha kusamehewa. Ukishakosea unarudi kukiri msamaha ambao ulikwisha kusamehewa kwa imani kwamba Yesu ulikwisha nisamehe wapi? Msalabani. Amen. Nakiri haya makosa na kushukuru kwa ajili ya msamaha wako. Umesema nikificha sitafanikiwa. Sifichi, nakiri. Lakini msalaba wako ulishafanyaje? Ulikwisha nisamehe. Lazima ukiri. Damu ya Yesu ifanye kazi kwako, lazima ukiri. Ipo, lakini lazima ukiri. Jina lifanye kazi, lazima ukiri. Unakirije? Lazima ujue namna kukiri na kuitumia kwa imani. Ile damu ya Yesu ipo. Nao wakamshinda kwa damu ya nani? Kwa hiyo usitumie damu ya Yesu kwa ajili ya kukulinda. Amina. Damu ya Yesu ipo kukushindia na kukupigania. Kwa hiyo nasema naita damu ya Yesu ya ushindi, ya kunipigania, ya kunishindia. Na achilia damu ya Yesu ikanitetee, ikanipigania kinyume na waliotumwa juu yangu. Nimekwambia, ukiona umeanguka, yupo aliyetumwa kukuangusha. Kabla haja kuangusha, kamata hii, mfyatue kule kule kabla hajaja. Kuna hati zimeandikwa za kukushtaki, kamfanyie hivi, kamtendee huyu. Kabla waje kukutendea, kuna hati kutoka kwenye mahakama za kiroho wanazo. Polisi wanapokuja kukukamata nyumbani wanasema wanakini nini warrant? Inaitwa nini? Arrest warrant. Wanapokuja hapo kuuza nyumba yako, kuna kibali kutoka mahakamani kinatoka, si ndio? Oda kutoka wapi? Na wewe kabla hujaje kukamatwa na mashaitani, kuna oda kwenye mahakama za kiroho imeshatoka, ila hujui. Unaona sio kuna maskari mmoja kukushika au ni maskari upande wa nini? Lakini unashika umevaa nguo za kiskari, inawezekana unaowajua wa Tanzania au unaowajua. Lakini ni wa ufalme wa giza. Inawezekana kabisa wana arrest warrant amesema hapa wakuja kukukamata. Na ukiona umeshakamatwa kiroho, biashara imeshaisha hiyo. Mtu ni roho, sio mwili. Anaishi katika mwili. Ukishikwa rohoni, umeshakamatwa maisha yako kimwili. Anasema, tumalizie pale. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwako tena, akaigongomelea msalabani. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kwa mkopo kwa ujasiri, akazishangilia katika msalaba huu. Akiisha kuzivua, kwenye tafsiri nyingine ya Kiswahili anasema akiisha kuzivua nguvu zao, akiisha kuwapokonya nguvu zao, amesema akawabuluta kwenye ushindi wake kuelekea pale Kalvari. Kwa hiyo walishavuliwa nguvu zao, alafu akachukua ushindi pale Kalvari. Na alipofika pale Kalvari, akijua yote yameshamalizika, kamaliza nguvu zao, kafuta haki zote ya mashtaka, ndipo akadeclare it is done. Afu ndipo akakata roho. Sasa wewe unayaomba na kuyakiri yale ambayo kabla hajafika wapi? Ndio uje kuomba sasa.